Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana ni kwamba Steve Nyerere, moja kati ya wadau wakubwa sana katika mambo ya siasa, lakini pia ni mwigizaji huyu wa Bongo Movie wa muda mrefu, na ameshakuwa katika nyanja za uongozi katika sehemu mbalimbali, hususan katika upande wa wasanii na uongozi mwingine kwa ujumla katika jamii. So Steve Nyerere ni mtu ambaye anafahamika vizuri, ni mtu ambaye anajulikana kwa busara, lakini pia tunafahamu jinsi gani ambavyo Steve alivyokuwa na ushirikiano hususan pale yanapotokea majanga kama vile misiba kwa wasanii wenzie na vitu vingine kama hivyo. Maana ukweli lazima usemwe bwana, Steve ni moja kati ya watu ambao huwa wanajitoa kweli kweli pale ambapo inapotokea kwamba labda kuna msanii amefariki au amepatwa na tatizo lolote, basi Steve Nyerere anakuwa ni wa kwanza kabisa kuhakikisha kwamba hilo jambo linapata ufumbuzi. Umeona bwana, sasa this time around ni kwamba Steve Nyerere bwana amekuja kuzungumza jambo kuhusiana na vitu ambavyo vimejitokeza huko mitandaoni, hususan kwa wasanii wenzie na mambo ambayo wamekuwa wakiyafanya hivi karibuni, hususan baada ya fujo ambazo zimetokea siku chache zilizopita. Kwa mujibu wa Steve Nyerere bwana, amenotice kwamba wasanii wengi sana ambao walikuwa wako kipaumbele katika suala zima la kusapoti mambo ya kisiasa, ni kwamba baada ya fujo ambazo zimetokea bwana, ni kama vile wameamua kufuta au kutokujihusisha tena na mambo hayo ya kisiasa, kutokana na kwamba posti ambazo walikuwa wameziposti katika suala zima la support kwa siasa, basi sasa hivi wasanii hao wamefuta posti hizo. Kwa hivyo basi Steve Nyerere amenotice hilo swala na amekuja kuzungumza kiundani zaidi kuhusiana na hicho kitu kupitia mitandao yake ya kijamii. Yani kwa mfano kama vile Instagram, amekuja ameweka ujumbe hapa mrefu kabisa, nataka nikusomee. Steve Nyerere bwana, yeye mwenyewe anajiita mstaafu. Ameanza hapa kwa kuandika kwamba mstaafu, alafu akaanza akasema kwamba nimeona wasanii, ameanza mstaafu, alafu akaandika kwamba nimeona wasanii wengi wanafuta picha za kampeni na wengine wana achieve wakiamini kwamba baadaye watarudisha. Huu ni utoto mkubwa unafanyika. Akaendelea Steve kusema kwamba unafuta picha ili iweje? Je, unadhani kwamba picha zinaweza kusababisha watu wasikutukane? Au tunasahau umaarufu sifa yake ya kwanza kabisa ni kukosolewa? Akaendelea hapa Steve kusema kwamba kutukanwa, kudhalilishwa, hata ufanye zuri lipi hapa duniani lazima watakukosoa. Wapo na lazima wakosoaji wapo, na bahati mbaya zaidi wakosoaji wetu ni wale wao ambao hawakuwahi kujaribu wala kufanya lolote kwenye hili taifa. Steve akasema kwamba nimeona wasanii wengi sana wanafuta picha za kampeni, najiuliza kwamba kwa lipi mpaka mfute? Je, ni makosa msanii kufanya kampeni kwa chama chochote kile anachokipenda? Unafiki wa hali ya juu sana, lakini pia uchochezi wa chini kwa chini ambao sio kitu kizuri kabisa. Wakati wanapiga simu na kuomba show, wakati wanapiga simu kuomba kushiriki, na imani kabisa mlikuwa na akili timamu na mlijua siasa sio mchezo mchafu. Vuta ni kuvute. Mlitambua kabisa kwamba kuna picha, na pia vile vile mkajua kabisa kwamba kuna kuposti. Pia leo hii hata siku 20 mikwala kidogo tu mnafuta picha. Hii inawafanya hata jamii pia kuwaona hamna msimamo. Unapoamua kusimama na mtu, simama naye, iwe mvua iwe jua. Huo ni ujumbe maridhawa kabisa kutoka kwake Steve Nyerere, hususan kutokana na kitendo cha wasanii kufuta zile posti ambazo zilikuwa zinahusiana na mambo ya kampeni na vitu vingine kama hivyo. Kwa mujibu wa Steve Nyerere, amedai wazi kabisa kwamba wasanii wanaofuta hivyo vitu sasa hivi ni kama vile wanaonyesha kwamba hawana msimamo, lakini pia ni unafiki wa hali ya juu.
Steve hakuishia hapo, akaendelea kusema kwamba na unapoamua kuingia kwenye kampeni yeyote ile, tambua kwamba kuna faida na hasara pia. Tambua kwamba lazima kuna hali mtapitia. Hapo ndipo sehemu sahihi ya kubaki na misimamo yako kwa heshima kubwa ulioijenga. Steve akaendelea kusema kwamba kufuta picha zote za kampeni ni unafiki, lakini pia vile kutaka kujisafisha wakati hata hao pia wanaotoa jasho kukutukana ni kwa vile tu walikosa hiyo nafasi ambayo wewe umepewa. Kwa hivyo basi usidhani kwamba kuna furaha kwenye mioyo yao. Steve akaendelea akasema kwamba lakini kikubwa zaidi ni kwamba uchaguzi umekwisha na tayari tunaye rais, na muda si mrefu serikali inaingia kazini kuhudumia Watanzania kwa maslahi mapana ya Tanzania. Kuna muda tukubaliane kusimamia misimamo, kuna muda tukubaliane kusimamia kile tulichokiamini. Kuna muda tuamini heshima nyingine inakuja kutokana tu na msimamo wako. Tusonge mbele, hakuna kitakachofutika. Ukifuta picha tunabaki kwenye kumbukumbu tu ya teknolojia. Tusonge mbele kujenga taifa letu lenye utu na kufanya kazi. Ameandika hivyo Steve Nyerere. So peji mbalimbali zimekuja kuripoti pia kuhusiana na maneno au kuhusiana na posti ambayo ameiweka Steve Nyerere baada ya kuona wasanii baadhi wamekuwa wakifuta, sio baadhi, almost wote wamekuwa wakifuta picha za kampeni ambazo walikuwa wanafanya. Kwa hiyo sasa hivi kitendo cha kufuta bwana Steve Nyerere ameamua kuja kuzungumza hayo aliyoyazungumza. Alafu hapa chini peji mbalimbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na maneno ya Steve Nyerere. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba mwigizaji Steve Nyerere amewachana wasanii ambao wanafuta picha za kipindi cha kampeni. Kupitia kurasa wake wa Instagram, Steve Nyerere amewaambia wasanii hao wasisahau umaarufu sifa yake ni kukosolewa hata ufanye zuri gani. Mbali na hivyo vile amesema kwamba wanachokifanya ni unafiki wa hali ya juu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.